Watazamaji wa Mwananchi Digital, tumekuja katika eneo la Tabata Darajani, maarufu ya mitaa yao ni Magufuli, Jitegemee pamoja na mtaa wa Kichefuchefu, ambayo wanalalamika kuhusiana na kukosekana kwa maji kwa muda mrefu, ambapo wanadai kwamba maji hayo hufunguliwa ndani ya masaa mawili. Inawezekana ikawa inatoka maji saa 8 za usiku na au wakati mwingine anatoka saa 6 mpaka saa 8 usiku maji yanakatika. Hayo ni malalamiko yao ya muda mrefu, ambao wengine wanalalamika hawajapata maji tangu mwaka jana. Nini wanachozungumza hususani kwa muda huu, na wanaitaka nini serikali kuhusiana na changamoto hii ya maji? Kwa jina ninaitwa Faustina Kosai Mulili. Ni mkazi wa mtaa wa Magufuli. Nyumba yangu namba 110 iko nyuma ya nyumba hii hapa. Kero kubwa iliyopo katika eneo, nafikiri mazingira yetu tulisimama, tegemeo kubwa la maji ni haya. Hatuna maji ya Dawasco. Kwa hiyo wakina mama wanalala hapa usiku kucha. Hiki kisima kinalinda au kinabomoa ndoa za watu za mtaa huu. Kwa sababu kunafikia wakati wanaume wenzangu wanaweza kushindwa, wanajisikia kwamba hawaamini kwamba kweli mkeo yuko kisimani, lakini akija na mkuta amekaa hapo. Hilo ndio tatizo kubwa lilopo. Kwa hiyo hatuongei kwa utani wala nini. Kwa sababu hiki kisima kimeenda chini kama futi 6 tu. Taratibu ya kisima kinabidi kichimbo kwenye miamba mitatu, sedimental, metamorphic na igneous. Lakini kisima hiki hakipo kwenye miamba hiyo. Kina urefu kama futi 6 ambacho kinachukua miamba ya maji yanayotoka kwenye vyoo vilivyoko nyumba zote. Hata choo changu mimi inawezekana kinachangia maji huko. Kwa hiyo tunakunywa maji ya kwenye vyoo. Je, hali kama hii tutakuwa na afya gani? Tutakapokumbwa na maradhi ya mlipuko asije akashangaa eneo hili, kwa sababu lipo Dawasco, ipo serikali, ipo mbunge, yupo diwani, yupo, lakini utendaji hauwezekani. Tumetumia taratibu zote, hatukuchukua nguvu mkononi. Hatujampiga mkurugenzi wa Dawasco wala mafundi wake. Wanakuja kusoma bili bila wasiwasi, sisi tunawaangalia. Kero tumewasilisha sehemu zote kwa vikundi mbalimbali. Chama, wananchi wa mitaani, wajumbe wetu wa nyumba 10, watu binafsi wameenda, lakini hakuna hata kero moja ya maji iliyotatulika mpaka leo. Walikuja viongozi mahali hapa ambao ni wa Dawasa. Wakatembea maeneo mbalimbali kuuliza kero za maji na kuuliza maji hayajatoka toka lini. Na tukatoa kero zetu tukawaelezea, wakasema siku ya leo maji yatatoka. Na tutakuja kutembea maeneo yote kuangalia maji kama yatakuwa yanatoka kwenye hizo nyumba. Hatukuona mrejesho wote wa maji. Ila siku ya 3 yake yalitoka maji kwa nyumba kadhaa. Yakatoka maji na hayakutoka kwa muda mrefu. Wakati huo walikuwa wametuahidi kwamba mtaa huu wa Kichefuchefu maji yanatoka kwa wiki mara 3. Wamesema Jumatano, Alhamisi na Ijumaa ndio siku ambazo sisi tunatakiwa tupate maji. Lakini hatukuweza kupata hayo maji. Na maji yanayotoka, yani kuna nyumba chache ambazo zinatoka maji, nyumba nyingi ambazo hazitoki maji. Kwa hiyo watu wao wanaenda kuchota huko, lakini maji yanatoka kidogo, yani kama ni kufungua, basi wamefungua kwa kiwango kidogo sana, kiasi ambacho kwa nyumba zingine unaweza kuchota nusu ndoo. Nyumba zingine uchoti kabisa. Lakini baada ya hapo tena unakata wiki 2, hata 3, maji hamna. Lakini kilichoendelea tena kingine ni kwamba sisi tunateseka na haya maji, kwamba wanaweza wakaja kwenye hii connection hapa, wakasema ndo tumekuja kufungua maji. Wakayafungua nusu saa na maji yakatoka kidogo, lakini dakika sio muda mrefu akarudi tena mtu wa maji akayafunga, yakaacha tena kutoka. Kwa hiyo ina maana tatizo la maji limekuwa sugu kwa mtaa wetu. Tumejikuta tunatumia maji ya kisima ambayo sio rafiki, kwa sababu kisima ni kifupi. Alafu yani ile chemchemu hata hatuelewi kwamba yale maji yanatokea wapi. Katika hali ya kawaida kabisa tunajua kabisa yale maji ya chemchemu yanatoka kwenye nyumba ya vyoo. Yani chemba za vyoo ndo zinachujisha yale maji ambayo sisi tunakuwa tunayateka yale maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Kwa hiyo tumejikuta kwamba tuko kwenye wakati mgumu, tuko kwenye kipindi ambacho tunaweza tukakutana na magonjwa ya mlipuko kwa ajili ya tatizo la maji. Naitwa Teobaldi Paul Mosha, mimi natokea mtaa Magufuli. Mimi nitokea kwangu tokea mwezi wa 12 mpaka leo maji hajatoka kwangu. Na bili natumiwa kila siku. Lipa bili. Na watumiaga na message nilipe bili wakati maji siyaoni. Nitalipaje bili wakati maji siyaoni? Tokea mwezi wa 12 mwaka jana mpaka leo maji hajawahi kutoka, hata kitonya hajatoka kwangu. Alafu ananiambia nilipe bili. Unatumia maji gani? Mimi sasa hivi mke wangu anashuka huko China anaenda kuchota maji ya kisima. Ndio hayo ndio natumia mimi sasa hivi. Kuogea, hayo maji unawashwa sometime, unajikuna, maji machafu, lakini tunafanyaje? Inabidi tutumie hayo kwa sababu tuna uwezo wa kufanya hizo. Viongozi wanatubana huko juu. Wakija hapa kifungua maji kidogo, wanabana, wanatoka. Mara anatoka kwa bibi mjumbe tu, kwingine huko maji hayatoki. Mimi naitwa Stella Zaveli Mwinuka. Kero yetu kubwa huku wa mama ni tatizo la maji.
Huko siku za nyuma wakati marehemu ya haya Magufuli tulikuwa tunapata maji kama kawaida. Lakini baada ya hapo inaenda kidogo maji yakaja kukata kabisa. Yaani tatizo kubwa ni kero ya maji. Maji tukiyapata ndio hivyo tunapata kidogo sana, na sio wenye mabomba unakuta hatupate. Jirani anakuja naomba ndoo 2 za nipate maji ya kunywa, mimi mwenyewe sijapata. Kwa hata jirani unakuta tunakosa. Huko nyuma maji tulikuwa tunapata, lakini tatizo lililojitokeza sasa hivi ndo hatuelewi. Tumeshalalamika wanatupiga siasa nyingi, hatuelewi. Wanasema leo maji tutatoa usiku. Wamama tunalala tunalinda mabomba hadi asubuhi, maji hatupati. Kwa Steven Alois Kaboja, mkazi wa mtaa wa Darajani, barabara ya Amani. Maji yameacha kutoka kwenye mtaa wetu tangu mwezi wa 11 mwaka jana. Sijawahi kupata nyumbani kwangu maji kwa miezi 6 mpaka sasa. Na jana usiku yametoka kwa masaa 2, ndoo moja haikujaa. Nimekinga ndoo, nimekaa pale masaa 2 haikujaa ndoo na maji yakakatika. Na ninapozungumza hivi maji hatujapata kabisa. Tunatumia maji ya kisima ambayo kwanza usalama wake ni mdogo sana. Kwa ujumla ni shida kwa kweli. Naona kama serikali tumetutenga, hasa mtaa wetu wa Darajani. Tumejaribu kupeleka malalamiko kwa mwenyekiti wa mtaa, hakuna kinachoendelea. Tumejaribu kuongea na viongozi wa serikali ambao tunao karibu, wengine majirani zetu, nao pia watu wajibu wanaoeleweka. Naitwa Mariam Daniel Mbele. Tatizo la maji kwa kweli kwetu kwenye mtaa wetu limekuwa ni tatizo ambalo sugu. Mwananchi imemtafuta mkuu wa kitengo cha mawasiliano mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam, Evalasti Lialo, na haya ametuelezea. Huduma haiishi siku moja. Na kwenye huduma tuendelea kujifunza na kuelekezana na kuonyana. Na hii inaweza ikamkuta labda mwananchi ilikuwa ni mgao wake, ratiba yake upatikanaji wa maji, kaja kuona maji labda mwishoni, na katika kuuliza kaona maji yanaishia. Fundi akamjibu akamwambia ndo tumemaliza ratiba yenu, tunaenda kwa ratiba nyingine. Mwananchi akaipokea vibaya. Lakini mimi naamini vijana ambao tumewatraining, vijana wanajua customer service ni nini, wanajua namna gani ya kudili na mteja, na wanajua kwamba mteja ni wa kwanza, kwa sababu sisi DAWASA tupo kwa sababu ya dili za wananchi. Kwa hiyo tunaendelea kutoa elimu na tumeshawatrain vijana wetu sana ambao wanahudumia wananchi, na tunaendelea kwa train. Ndio maana nasema kwamba utoaji wa huduma ni kitu ambacho kila siku kinabadilika na kinakuwa na mahitaji tofauti. Kwa hiyo sasa kwa hili tumelipokea na tutaendelea kuasisitizia kuhusiana na matumizi mazuri ya lugha, ili pia kama wananchi hapo kwenye crisis usimuongezee crisis ya maneno, unazidi kumuumiza. Kwa hiyo tutafutie lugha nzuri na za ungwana kipindi ambacho wananchi ana taabu. Tumpe faraja hata kama hatapata maji, lakini kuna faraja ya maneno na matumaini. Kwa hiyo tumepokea, tutaendelea kwa sababu tunafanya kazi 2000, almost DAWASA tunafanya kazi 2400. Sasa ukasema unadili na Tabata, tunaenda kuongea nao. Ukitoka hapo unapiga simu Kisarawe, ukitoka hapo Chalinze kaongea hivi, ukitoka hapo Mlandizi, Magomeni, Kawe, hutafanya kazi, utakuwa unazunguka. Tunachofanya ni kutoa elimu kwa wote. Mteja kwanza. Sasa tunasema mteja kwanza. Kwa hiyo ni kipaumbele chetu. Kwa hiyo tumepokea na tutaendelea kuelimisha watu huduma wetu kwamba wawe na lugha zenye matumaini kwa wananchi, hasa wananchi ambao wanapata maji kwa ratiba. Yaani mimi najua tu nikikaa sehemu nikakosa maji, na mimi niko sekta maji, sasa tunaongea tu vingine hivyo. Nikienda mkoani nikakosa maji, ndivyo kile naelewa complaint za mtu aliyekosa maji miezi 3, ambaye ananunua gari shilingi 80,000, gari 400,000, gari 300,000, na bei ambazo hao watu wana take advantage kwa wale tu ambao wanakosa. Na issue ya nizungumzie kwa mtazamo kwamba DAWASA haiwezi kumbembelezea mtu bili. Tunasoma, tunachaji kile ambacho kinasomeka kwenye mita. Na ndio maana tunavyoanza zoezi la usomaji mita kuanzia tarehe 10 mpaka 15. Baada ya hapo tunakupa rumu ya siku 2. Tumeshakutumia message kwamba tunaomba uhakiki bili yako. Kwa hiyo nenda kaangalia mita yako, ndugu mteja, mita yako inasoma unit 12. Nenda nje angalia kwenye mita. Kweli ni 12? Hapana, ni 17. Unatoa taarifa tuandai bili. Kwa hiyo tunatoa room kwa wananchi ya siku 2 ya kupata bili na kwenda kuhakiki. Baada ya hapo piga simu kwamba jamani, ile bili ambayo mmenitumia ni hakiki, mbona kama hii ni pungufu? Sisi hatutaandaa bili. Tutakuja kuhakiki mita yako kweli inasoma ngapi. Kumbe siku 12 9. Kwa hiyo tutakupimia ile 9, tukutumie message. Kwa hiyo tuombe wananchi watumie hizi forum. Tunavyotoa hizi muda wa wananchi kwenda kuhakiki mita zao, wachukulie serious, ili kuepusha sasa makosa madogo madogo kama hayo, kwamba anakuja baadaye kwamba mita yangu isomi hivi, sijapata maji kabisa. Lakini hao wanaopata maji kwa mgao, kwa ratiba, yanavyotoka wanajaza maji kwa kiasi kikubwa mno.
kwa sababu anakuwa na kiu na baada ya kutumia anakuwa na hifadhi kubwa. Anasema kwamba mpaka Jumanne ijayo, kwa hiyo ngoja nijaze kila kitu. Kwa hiyo matumizi yake yanaongezeka tofauti na matumizi ya kawaida. Huyo anapata maji kwa ratiba, anahifadhi kwa ajili ya next time. Tofauti na mtu anayepata maji kila siku, hawezi kuhifadhi, atahifadhi ndo 2, lakini atahifadhi tanki la lita 1000. Kwa hiyo hapo naweza nikasema neno moja tu kwamba DAWASA haijawahi kumpa mtu bili ya uongo. Bili yake anayopata ni ile ambacho amekitumia. Kesho timu itafika pale kwenda kuangalia leo.